Karibu katika episode ya 9 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 8, kisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Mwamba Sanho alipodhibitisha tu kwamba hiyo John alihusika na mauaji yake, akaanza kumwambia kwamba hivi wewe nimekusaidia mara ngapi mpaka kumtibia mama yako? Na kwa nini ufikie maamuzi magumu mpaka ya kunitoa uhai? Nilikukosea kitu gani? Lakini kitu pekee ambacho Mwamba hiyo Jong aliweza kukifanya, alipiga tu magoti na kuanza kusema kwamba unisamee, ni kweli kabisa nilihusika katika mauaji. Na Mwamba akaeleza wazi kwamba sababu ya kuyafanya hayo yote ilikuwa ni wivu tu, na hiyo ni kutokana na kwamba Director Kim ambaye ndio alikuwa mkurugenzi wa hospitali kipindi hicho alikuwa akimpenda sana Mwamba Sanho. Lakini katika hali hiyo hiyo kukatokea ni kama vile kuna shoti za umeme ambazo zikapelekea moto hapa ndani. Sasa wakati wengine wanaendelea kuhangaika na moto, ghafla tule mzimu kama umetoka mwili. Na Mwamba hiyo Jong ndio akaja kushtuka kwamba ni kama hapa ndani alikuwa anafanywa trick. Kwa Mwamba alikuwa amempandisha sana hasira, akawa amechukua ile zana yake ya kufanyia mauaji, akataka kuanza kumshambulia Mwamba AR. Lakini ashukuriwe Mungu, mwanamama Nayan naye alikuwa anaingia wakati huo haraka sana, kaminya batani fulani hivi ya kuweza kuwafungulia mbwa wanaotumika katika majaribio ya tiba. Mbwa isee walipoweza kupata nafasi ya upenyo na wanajua huyu jamaa ndo anawauaga sana kwa ajili ya tiba, basi walianza kumshambulia vibaya mno. Basi moja kwa moja Mwamba akawa ameweza kukamatwa na maafisa wa polisi na moja kwa moja jamaa anapelekwa gerezani. Lakini Mwamba Sanho yule mzimu akawa amehitaji kutumia tena mwili wa Mwamba Ryan ili aweze kufanya utafiti wake ulioweza kubakia. Na Mwamba Suho ndani ya dakika chache tu aliweza kupambana na akaweza kutengeneza tiba ya kuweza kumtibia mama mkwe wake. Kwa hiyo mama mkwe wake kule hospitalini huenda sasa hivi atapata nafuu kwa sababu tiba yake imepatikanika. Na kwa kweli mama mtu akawa anaendelea fresh kabisa. Mtoto wake wa kike akashukuru Mungu, lakini pia baba mtu akashukuru Mungu kwa sababu mke wake ambaye amemsubiri kwa miaka mingi leo ameweza kupona. Na bidada moja kwa moja akatimba katika kaburi la mume wake na akasema, nakutakia safari njema huko unakoelekea na kuahidi kwamba nitamtunza mwanangu katika namna yoyote ile. Kama kawaida bana, unapomaliza kazi yako unapelekwa kilingeni, mahali ambapo huwa wanachoma karatasi fulani. Baada ya kuichoma ile karatasi na nafsi yako inaondoka duniani. Hasa baada ya kazi hiyo nzito ya kumsaidia mzimu Sanho na umeondoka na umekwenda kupumzika kwa amani, leo Mwamba Iran akiwa katika ofisi yake kukasikika upepo mkali sana. Hii ilikuwa ni ishara ya kwamba kuna mzimu mwingine unaingia kwa ajili ya kwenda kupata haki yake. Sasa hivi Mwamba ni mzoefu wa mizimu vibaya mno, akaanza kukaribisha mzimu, karibu sana mteja wangu, najua umekuja ili uweze kujipatia haki yako na nitakwenda kushughulikia haki yako na utaipata. Basi mzimu ukasema nashukuru sana. Na Mwamba amezoea mazoea vibaya mno, akaanza hata kumshika hivi, akashangaa, mbona unaweza nikamgusa mzimu? Wewe mzimu unaweza nikakugusa? Kumbe bana, huu sio mzimu, huyu ni mlinzi mpya wa haya maeneo ya ofisi ambazo wanafanyia. Kwa hiyo Bonsang alikuja kumtambulisha kusema kwamba ofisi yetu itakuwa inalindwa na mlinzi mpya kuanzia sasa hivi. Ikabidi Mwamba Iran aweze kuomba haraka sana msamaha. Samani mzee, samani bana. Hasa baada ya mlinzi kuondoka tu, Mwamba Iran akaanza kusema, nimeweza kupoteza uwezo wa kuweza kuona mizimu. Nilisikia kuna upepo mkali, nikajua kuna mzimu umeingia. Ina maana kuanzia sasa hivi ndakuwa sishughulikii kesi za mizimu na uwezo wangu wa kuona mizimu utakuwa umeishaondoka. Jamani, Mungu mwema ise. Huwezi kuamini mshikaji wangu, ndani ya mwezi 1.5 hakuna mteja wa mzimu aliyeweza kufika hapa. Mwamba akaanza kupiga rangi ofisini, kuweka mazingira sawa. Sasa hivi atakuwa anahudumia wateja wa kawaida tu kwa sababu uwezo wa kuona mizimu ni kama hana hivi. Kwa hiyo ikabidi Mwamba kuanza kufutafuta kila kitu hapa ambacho kina kumbukumbu za wale mizimu waliokuwa wameweza kuwasaidia. Na kila alipokuwa anafuta akawa anakumbuka namna ambavyo mizimu ile ilikutana na yeye kwa mara ya kwanza hivi. Jamaa akajisikia amani sana kuweza kutoa msaada kwa mizimu. Lakini huku upande wa pili kwa mwanamama Nayan, alikuwa anapiga kazi usiku na mchana na alikuwa akishinda kila kesi ambayo analetewa. Lakini majukumu yalikuwa ni mengi, yani Mwamba alikuwa anamjazia bidada majukumu kama yote hapo, lawama kama zote pia. Bidada Nayan alichoka kuyavumilia haya na siku ya leo akasema nahitaji kustaafu kazi hii ambayo naifanya. Naona kama vile tunapandana sana kichwani. Mwanamama aliondoka kwa jeuli, tupa kabisa kibusiness card kile pale na moja kwa moja akapanda gari akasema ninaweza nikafanya maisha hata nje ya sheria hiyo ambayo mnadhani naitegemea kila kitu. Kwa kweli Director Jeng kuweza kuishi bila huyu Nayan ilikuwa ni ngumu sana. Ikabidi siku hiyo aweze kumtafuta na kusema bana, naomba msamaha, naomba tu uweze kurudi kazini uendelee kushirikiana na sisi, bila wewe sisi hatuwezi. Na Mwamba akasema ninakupatia scholarship ya kwenda kusoma Marekani miaka kama 2 hivi ili uweze kurelax na akili yako ikae sawa, lakini nitakuingizia pocket money kubwa sana. Lakini mwanamama Nayan akasema sitaki. Yani alikataa mara 3. Director Jeng hakuamini kabisa. Leo hii mwanamama ameanza kunikataa. Kweli Director Jeng alimaindi sana, akawapigia simu watu wakubwa sana kwenye masuala ya sheria, akasema nataka mfungie kabisa leseni ya bidada kuhakikisha kwamba anafanya kazi yeyote ile ya sheria. Naona sasa hivi anaanza kuwa na madoido. Hasa mwanamama Nayan yeye ajui kama ameweza kuzuiliwa kila sehemu atakayoomba kazi aweze kukataliwa. Akawa anaomba kazi, anashangaa kila sehemu anakataliwa.
kuna shida gani? Alafu mimi ni mwanasheria mkubwa na nimeshinda kesi nyingi. Mwanamama ikabidi kuanza kupeleleza nini ambacho kinaendelea. Aligundua kwamba kuna mtu ambaye yuko nyuma ya pazia ambaye amemchafulia kila sehemu na anasema kwamba bidada hafai kabisa kushiriki wala kufanya kazi yote ya sheria. Na mwanamama alipogundua kwamba kuna mtu yuko nyuma ya pazia ambaye anamzuilia yeye asiweze kupata kazi, akaanza kuwatukana hata watu ambao wanamuita kwenye interview. Anaanza kuambia kwamba hivi nyinyi ni wapumbavu, mnahongwa pesa ndogo ndogo, mnamkataa mtu wa maana ambaye anaweza kusimamia haki. Basi bwana, mwanamama akaamua tu kujitengenezea ka business card kake, akawa mwanasheria wa kujitegemea. Lakini pia hata huko upande wa Mwamba Iran wateja wamekosekanika, mpaka Bonsang akaanza kumshauri na kusema kwamba unaonaje tuage tunashinda mitaa ya mahakamani kwenda kutafuta wateja. Kweli kabisa bwana, Mwamba katimba mitaa ya mahakamani, akaanza kusubiria watu wanaotoka mahakamani ambao wanaonekana hawana mawakili, ili angalau waweze kuwashawishi aweze kusimamia kesi zao, kwa sababu amekaa bila kazi kwa muda wa mwezi 1.5 sasa hivi. Kweli kabisa bwana, mtembea bure si sawa na mkaa bure. Mwamba siku hiyo ametoka akakutana na mtu mmoja hivi ana hasira. Huyu mtu akauliza, wewe ni nani unakaa hapo kizembe? Jamaa akasema mimi ni mwanasheria. Akasema basi naomba bana utanisaidia kesi yangu moja. Hasa katika mitaa hiyo ya mahakama kuna mama mmoja hivi alikuwa analaumu mahakama kwamba haijamtendea haki katika maamuzi ambayo ilikuwa imeweza kumfanyia, na alikuwa ameandika bango kubwa sana napinga maamuzi ya mahakama. Na yule mwanamama alikuwa yuko kusikilizwa na bidada Nayan. Sasa bidada Nayan sasa hivi hataki kabisa hata kutambulikana kwa sababu hana tena kituo cha kazi ambacho anafanyia. Kwa hiyo huwa anawasaidia watu kimya kimya tu, alikuwa anachukua maelekezo ya huyu mama. Hasa kwa kuwa Mwamba Iran naye alikuwa katika mitaa hiyo ya mahakama, alipoweza kumuona Nayan akaweza kumtambua, japo kuwa mwanamama alikuwa anajitahidi sana kujificha ili asiweze kutambulika. Mwanamama alipoona Mwamba Iran anaendelea kumfuatilia, akavua miwani akaanza kumfokea, jamaa wewe ndio sababu ya kila kitu, mpaka nafukuzwa ofisini, kila kitu wewe ndio umesababisha. Nilianza kuwa na mikosi mara tu baada ya kukutana na wewe, kesi nyingi nimeanza kushindwa baada tu ya wewe kuingia katika maisha yangu, sitaki kabisa kukuona. Sasa mwanamama kabwata wewe mpaka nguvu zikawa zimemwishia, akajikuta mpaka amejikwaa kidogo mguuni. Mwamba akaendelea kumsaidia, mwanamama tuliza hasira basi. Mwamba akachukua sendo ya mwanamama ambayo ilikuwa imeharibika akaipeleka kwa fundi. Wakati fundi anaendelea kutengeneza ile sendo, yule mama aliyekuwa ameandamana nje ya mahakama na kusema kwamba mahakama haijamtendea haki amekuja hapa anamsalimia jamaa. Jamaa Iran akaanza kusema kwamba ukimwajiri yule mwanamama Nayan una uhakika wa kushinda kesi kwa sababu yule mama ni anajua sana sheria. Lakini mwanamama akasema Nayan amenipatia pesa, amesema niachane kabisa kufuatilia haya mambo na natakiwa nikasimamie familia yangu, nitulie na familia yangu nyumbani. Jamaa alishangaa, kumbe mwanamama Nayan alikuwa anampa huyu pesa ili aache kabisa kufuatilia hiyo kesi. Ukweli ni kwamba huyu mwanamama alishawahi kushuhudia ajali fulani ilifanyikaga nje ya nyumba yake. Kwa hiyo anadaigi haki siku nyingi sana ile apate haki yake. Ikabidi Mwamba Iran aweze kugugwa katika mitandao ya kijamii, hiyo ajali ilikuwaje mpaka mwanamama akawa anadai haki yake. Na Mwamba alishangaa sana kugundua kwamba mtu ambaye alikuwa amefariki hata katika hiyo ajali alikuwa ni dada yake na bidada Nayan. Kwa hiyo ni kama vile Nayan alikuwa hataki hiyo kesi iendelee kufuatiliwa. Mwamba Iran alikuwa ameelewa wazi kabisa kwamba yule mtu alikuwa anadai haki pale nje alikuwa na uhusiano wa karibu na mwanamama Nayan, na mwanamama Nayan hakutaka kabisa kesi hiyo iweze kufuatiliwa. Sasa mwanamama Nayan akiwa katika dimbwi kubwa sana la mawazo, hana kazi sasa hivi analandanda tu mitaani, hamna ambacho anakielewa. Ghafla tu akapokea simu, alikuwa ni mkurugenzi mmoja wa kampuni ya ujenzi, alikuwa anahitaji mwanasheria. Basi mwanamama bila hata kupoteza muda akasema mapema kesho nitakuwa nimefika hapo. Akawasha gari yake na moja kwa moja akawa anafika eneo la tukio. Anafika tu anagundua kwamba kuna wafanyakazi wameandamana wanadai haki zao katika hiyo kampuni ya ujenzi. Na wakaanza kumweleza sasa mwanasheria nini ambacho kinaendelea. Wakasema kwamba kuna project ambayo itakiwa ifanyike, lakini project haijafanyika kwa sababu kuna mmiliki fulani wa ardhi aligoma kutuzia ile ardhi. Na huyu mkurugenzi akasema kwamba kuna huo mkataba hapo umeona, ninataka unifanyie kazi ya kuhakikisha kwamba mimi hapa naonekanika kuwa ni mwema. Lakini mwanamama baada ya kuisoma ile mikataba vizuri akawa ameshtuka kwamba huyu jamaa ana janja. Akasema kama wakikutana wanasheria na wakaujadili mkataba wako na miaka 5 gerezani wewe. Mwanamama akasema kwamba unatakiwa kuleta document zote kuhakikisha kwamba mafaili fake ambayo mlikuwa mnaandaa, mliokuwa mmefoji, vitu kama hivyo. Sasa wewe unaleta vitu ambavyo umevificha vinavyokuonesha mwema ndio umevileta, lakini kiuhalisia kuna document inaonekana zimefichwa hapa. Basi jamaa akasema kama unaahidi kunisaidia mimi nitakuletea hizo document zote wala haina shida yoyote. Lakini wakati huo akamshuhudia mwanamama naye akiwa anaongea na simu. Alikuwa anaongea na mtu mmoja hivi anafahamika kama mwanasheria Kim. Basi bwana, katika dakika hizo mzee baba akaamua kuleta document zote za namna ambavyo alikuwa anafoji mambo, ila bidada huyu mwanasheria aweze kumsimamia, yani kumtetea.
Lakini mwanamama naye akasema asante sana kwa kunikabidhi hizi document na ndizo ambazo zitasababisha uweze kuswekwa gerezani kwa kipindi cha miaka 10. Jamaa alishtuka sana. Huyu mwanasheria gani? Mbona ni kama vile yeye ndo ananizunguka? Basi dakika hizo hizo Mwamba Iran akawa anaingia ndani ya hiyo kampuni. Akawa amepigiwa simu na mwanasheria ambaye alikuwa amepigiwa simu na mwanamama naye. Akawa anasema kwamba hiyo kampuni ambayo umekwenda hao ni wauni sana tu. Inaonekana wananyonyaga haki za wafanyakazi wao kila siku. Alafu baada ya hapo huwa wanatumia wanasheria kujisafisha, na baada ya hapo wafanyakazi wanarudi kazini wakiwa na maumivu sana ndani ya mioyo yao. Sasa miamba hawakutaka kabisa kuruhusu hii kesi iende mahakamani na hayo mafaili yaweze kuchukuliwa. Bwana we, kwanza wakaanzisha varangati hapa ndani, kwanza kuwafukuzia mwanamama Nayan pamoja na Mwamba Iran. Sasa Mwamba Iran akaanza kusema kwamba umeingia katika matatizo ni kwa ajili yangu. Samani kwa sababu mara ya kwanza nikusababishia ufukuzwe kazi, lakini hata huyu mteja ambaye umekutana naye mimi ndo nilikuwa nimekuunganisha naye ili angalau usikae bila ajira. Hasa sikujua kabisa kwamba huyu mteja ni mshenzi kiasi hiki. Lakini wanaendelea kujadili tu, ghafla tu kundi la wauni likawa limeweza kuwavamia, wakaweza kujifungia katika chumba fulani hivi. Sasa miamba akawa anasema lazima tuvunje, hawa ni wa kuua kabisa hawa. Mwanamama naye akasema sasa mkituua sisi hapa, mimi narusha hizi document kuelekea kule nje, watu wakishaziokota tu mmekwisha. Sasa unajua mwanamama alikuwa anatishia tu. Kwa bahati mbaya kumbuka kwamba pale ni gorofani, ghafla upepo ukawa umepuliza na zile document zote zikaweza kutawanyika zikaanguka chini. Sasa unajua Mwamba Iran alikuwa anajiamini sana kupigana siku za hivi karibuni kwa sababu alikuwa anavaliwa na mizimu. Sasa hivi anapigwa vibaya mno, akawa anatawanyishwa tu hapo chini. Mwanamama Nayan akawa anamuonea Mwamba huruma, akaenda akawa amemkumbatia. Lakini kwa bahati iliyo njema, wakati huo yule mwanasheria Kimu ambaye alikuwa anawasiliana naye ndio alikuwa amefika katika eneo la tukio akiwa na kikosi cha maafande, na wote hao wauni wakaweza kukamatwa pamoja na mkuu wao kabisa, yani mkurugenzi. Mwanamama Nayan akaanza sasa kumnyenyua Mwamba, jamaa amepigika. Oh jamani, mgongo unauma. Mwanamama akamnyenyua pale na moja kwa moja wakaelekea katika eneo la mgahawa. Sasa mwanamama Nayan amewahi kumuona Mwamba Iran akiwa yuko na mtoto fulani hivi mdogo, akawa anasema vipi, una mtoto? Lakini Mwamba akasema hapana bana, niko single, hata sijai kuzaa hata siku moja. Kale ni katoto ka dadangu ana mtoto wake, kwa hiyo mara nyingi wanakuaga nako wakati mwingine. Kwa hiyo ulihisi kama ni mtoto wangu, sio bana? Sasa mwanamama akawa anamuuliza Mwamba Iran kwamba wewe ulipogundua kwamba baba yako alihusishwa na ishu ya rushwa mahakamani akiwa kama mwanasheria, kwa nini na wewe ukaamua kusoma kazi ya sheria hiyo hiyo ambayo baba yako amewahi kumuingiza katika matatizo? Kile Mwamba Iran akasema kwamba siamini kabisa kwamba babangu amewahi kujiingiza katika hizo issue za kupokea rushwa. Babangu mimi hakuwa na tabia hiyo hata kidogo, naamini hivi. Lakini hata hivyo Mwamba akasema mimi sikuwa mwanasheria kwa sababu ya baba yangu, nimekuwa mwanasheria kwa sababu ya dada yangu. Sasa unadhani kwa nini Mwamba aliamua kuwa mwanasheria kwa sababu ya dada yake? Ni nini ambacho kiliweza kumkuta dada yake mpaka Mwamba akatamani sana kuwa mwanasheria? Okay, mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, hakikisha unafanya hivyo mapema kabisa. Kumbuka kwamba kila mwisho wa episode ndio mwanzo wa episode nyingine.